Naitwa Dr. Rogers Jacob Shemolekwa, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Kibaha. Halmashauri ya manispaa ya Kibaha ni mnufaika wa miradi ya TACTIC katika hii Tier 2, na kwa upande wetu tutakuwa na mradi wa soko la Mnarani, lakini tutakuwa na barabara zenye urefu wa kilomita 4.8, lakini pia tutakuwa na maeneo ya recreations kwa ajili ya wananchi wetu wa manispaa ya Kibaha. Kuja kwa mradi huu mkubwa kunaenda moja, kwanza kujenga mazingira ya kisasa ya kufanyia biashara kwenye soko letu lile la Mnarani. Kwanza idadi ya wafanyabiashara, vyumba vitakuwa vimeongezeka mpaka kufikia 800, lakini itakuwa kila mtu ambaye atakuwa anafanya biashara ni rahisi kufikiwa na wateja tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo mwisho wa siku biashara zitafanyika. Lakini ilikuwa ni vigumu pia kuingia kwenye baadhi ya maeneo kwenye soko, lakini kwa mchoro huu ambao tunao wa soko ni kuwa magari yataingia kila maeneo kushusha na kupakia mizigo, lakini wakati huo huo na wananchi wataweza kufika kwenye maeneo yao kuweza kupata huduma. Lakini hizi barabara zitasaidia kwa kweli kwa kiasi kikubwa kuboresha na kuleta mandhari nzuri ya utoaji wa huduma kwa wananchi wetu, ikiwemo swala la usafirishaji, lakini na kufikia vituo vya huduma kwa mfano hospitali yetu ya Tumbi pamoja na hospitali ya wilaya ya manispaa ya Kibaha. Lakini unafahamu Kibaha ni manispaa sasa, lakini kwa kweli kwa haina maeneo ambayo wananchi wataweza kwenda na kupumzika na watoto na familia. Kwa hiyo wenyewe tunaenda kutengenezea eneo hilo ambalo kutakuwa pia na michezo mbalimbali na viwanja vya michezo. Na kama unafahamu mradi huu umeleta tija kubwa pia ya ajira kwa wananchi wetu, sababu mradi mzima una thamani ya shilingi bilioni 19 milioni 832 922,855. Kwa hiyo wako wananchi ambao watapata ajira za moja kwa moja katika mradi huu, lakini pia makundi ya mamalishe watapata pia shughuli kwa sababu wataenda kufanya biashara zao, kuuzia hao vibarua na mafundi ambao wanafanya kazi kwenye hilo eneo. Kwa kimsingi uchumi pia wa mji wetu wa Kibaha unaenda kukua kwa kipindi hiki chote cha mradi. Wito wangu kwa wananchi wa manispaa ya Kibaha, kwanza tushirikiane kwa hali na mali kuhakikisha kwa mradi huu unatekelezwa kwa muda mwafaka na kwa ufanisi. Lakini mradi huu utakapokamilika lazima tulinde miundombinu hii. Kama unavyofahamu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amehangaika kutuletea fedha hizi kwenye mji wetu kwa mara ya kwanza. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo anaijali manispaa ya Kibaha kwa miradi mingi na ya kimkakati ambayo kimsingi imefungua Kibaha. Kama unafahamu Kibaha ndio makao makuu ya mkoa. Kwa mradi huu wa bilioni 19 umeenda kufungua manispaa yetu ya Kibaha na kuongeza shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo lazima tuilinde, wananchi wenzangu wa Kibaha, tulinde miradi hii ili iweze kuwa na tija kwa manispaa yetu ya Kibaha. Mradi huu wa TACTIC baada ya kukamilika tunaenda kukusanya mapato yasiyopungua shilingi milioni 400. Maana yake ni kwa bajeti yetu sasa itaenda kwenye bilioni 18. Kwa hiyo maana tunaendelea kukusanya fedha za kuwasaidia wananchi wa manispaa ya Kibaha. Kwa hiyo tunaishukuru sana huu mradi kwa sababu unaenda kuongeza tija kwenye kutoa huduma kwa wananchi wetu, sehemu sahihi za kufanyia biashara, lakini halmashauri inaenda kupata mapato ya ndani. Majina naitwa John Alexander. Kwenye mradi huu mimi ni mratibu wa mradi kutoka upande wa halmashauri, na mradi huu wa uendelezaji wa miji katika halmashauri yetu ya manispaa ya Kibaha una sub project 5, ambayo ya kwanza ni ujenzi wa soko la Mnarani katika eneo hili ambalo tuko hapa, na mradi wa pili ni ujenzi wa ofisi ya uratibu wa mradi, na mradi wa tatu ni ujenzi wa bustani ya mapumziko ambao kwa lugha ya kitaalamu inaitwa recreational area. Lakini mradi mwingine ni ujenzi wa barabara ya Tuge Anglican ambao barabara hii iko kata ya Tumbi, ina urefu wa kilomita 1.1. Lakini mradi mwingine wa mwisho ni ujenzi wa barabara ya picha ya ndege Lulanzi kuja NDC. Barabara hii ina urefu wa kilomita 3.7. Kwa hiyo kwa upande wa manispaa yetu ya Kibaha tuna jumla ya kilomita 4.8 za barabara, na chanzo cha fedha cha mradi huu ni fedha za mkopo wa Benki ya Dunia. Katika eneo hili la soko kutakuwa na majengo mbalimbali ambayo ndani yake kuna majengo ya wafanyabiashara wa soko la matunda,
wafanyabiashara wa soko la nafaka, kuna wafanyabiashara wa soko la mboga mboga, kuna wafanyabiashara wa soko la vifaa vya ujenzi, lakini pia kuna eneo la parking ya magari, eneo la mbele, lakini pia kutakuwa na sehemu ya vibanda vidogo kwa ajili ya mawakala na sehemu za ATM. Kwa majina naitwa Mhandisi Fredrick Nzogera. Katika mradi huu mimi ni msaidizi mratibu wa mradi nikitokea TARURA wilaya ya Kibaha. Katika mradi huu wa uboreshaji wa miji ya Tanzania kwa manispaa ya Kibaha, TARURA tumebahatika kupata barabara zenye urefu wa jumla kilomita 4.8, ambapo barabara ya kwanza ina urefu wa kilomita 1.1 ambayo inaanzia Tuge Anglikana kuelekea hospitali ya rufaa ya Tumbi, na pia barabara nyingine inaanzia Picha ya Ndege kuelekea hospitali ya wilaya ya Kibaha na kuja na eneo la NDC ni jumla kilomita 3.7. Sisi kama TARURA tunafaidika kwa kupata mradi huu wa barabara, maana inaenda kuongeza kilomita za lami katika mtandao wetu wa barabara TARURA manispaa ya Kibaha, ambao kwa sasa tuna mtandao wenye kilomita 508, ambazo katika kilomita hizo 508 kilomita 39 ni za lami. Kwa hiyo kupitia mradi huu tunaenda kuongeza kilomita 4.8 ambazo zinaenda kuwa kilomita 43 katika mtandao wetu wa barabara. Kwa hiyo tunapenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutuletea mradi huu katika manispaa ya Kibaha ambao unaenda kuongeza mtandao wetu wa lami. Pia katika mradi huu wa ujenzi wa barabara hizi itajengwa mitaro ambayo itasaidia kuondoa maji ambayo yalikuwa yanasumbua wananchi wakati mvua zikinyesha. Pia utakuwa na taa za barabarani ambazo zitaenda kuwasaidia wale wananchi wanaopenda kufanya kazi mpaka usiku. Maana tumeona baada kwa mfano kwa barabara hii ya Picha ya Ndege Lulanzi, kwa bajeti zetu za ndani za TARURA tumeweza kujenga kilomita 1.4 ambazo kilomita 1.4 tumeona athari zake chanya. Watu wameweza kujenga maduka pembezoni mwa barabara. Kwa ina maana tukimaliza hizo kilomita 3.7 kwa pande hii ya Picha ya Ndege Lulanzi itaenda kufufua uchumi kwa maeneo ya huku. Pia itaenda kuwa encourage wafanyabiashara wadogo kufanya kazi zao mpaka usiku. Naitwa Grace Junguru, diwani wa kata hii ya Picha ya Ndege ambayo ina mitaa mitatu. Tuna mtaa wa Picha ya Ndege, mtaa wa Mwarakani na mtaa huu wa Lulanzi ambao sisi ni wanufaika wa hii barabara ambao ni mpango wa Benki ya Dunia. Nichukue nafasi kubwa sana kumshukuru Rais wangu Mama Samia, mbunge wangu wa jimbo hili kwa kutuona sisi kata Picha ya Ndege na kutuletea mradi huu. Mradi huu ni wa muhimu sana kwetu. Kama mlivyoona, tuna biashara zetu huku, tuna biashara huku, wanategemea kutoka huku waliko ambapo ndio Lulanzi wakapate mahitaji kule mjini. Kwa hiyo hii barabara ni ya muhimu sana sana sana. Lakini pia kata hii na hospitali yetu ya wilaya ambayo ya Lulanzi iko pale, tunaona kabisa barabara imeishia pale. Kwa hiyo ikija kumalizika, hata wagonjwa wetu watafikia hospitali kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuomba hii barabara, huu mradi tuendelee kutufikia, hii barabara ishe kwa haraka, kwa kuwa tunahitaji kwa haraka kwa ajili ya kata yetu ya Picha ya Ndege na wilaya yetu kwa ujumla. Kwa majina naitwa Tobias Shilole, mwenyekiti wa mtaa huu wa Lulanzi. Binafsi napenda kushukuru sana mradi huu wa TACT kwa ajili ya barabara ya rami ambapo tulikuwa tumeishia hapa kwenda hospitali na pia kuungana na barabara ya kule NIDA. Barabara hii ni muhimu sana na tunashukuru sana kwa kuletewa huu mradi, kwa sababu utapunguza kero au utaondoa kero nyingi ambazo tulikuwa tunazipata hasa wakati wa kwenda hospitali na kuungana na soko letu la Loliondo kule. Ilikuwa shida hususan nyakati za mvua. Mvua zilikuwa zikinyesha,
hata bodaboda kumchukua kule Loliondo kuleta nyumbani walikuwa nakataa, kwa sababu barabara ni mbovu, kumejaa mashimo, lakini udongo wa mfinyanzi, kulikuwa na utelezi mkubwa sana. Kwa hiyo barabara hii ikikamilika, tunajua itachochea maendeleo kwenye mtaa wetu, lakini pia na Kibaha yote kwa ujumla, kwa sababu ni kiunganishi kikubwa sana kati ya wananchi wa Pichandege Lulanzi kwenda kuungana na wananchi wa maili moja kule. Naitwa George Gervas Muode. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Mkoani Yei, mtaa ambao upo kwenye kata ya Tumbi. Mradi huu tulikuwa tukihitaji sana kwa kuwa kutoka maeneo ya mtaa huu kwenda Tumbi mpaka Pichandege ndio bado tukitumia sana, lakini tunapata changamoto kubwa kwa sababu barabara ilikuwa ni ya vumbi na mashimo, alafu pia ilikuwa salama. Lakini kwa kitendo cha serikali kuamua kutuletea mradi huu ambao utakuwa na taa, mifereji ya kupitisha maji ya mvua, basi utaweza kwenda kuleta tija kubwa sana, kwa sababu pia barabara hii tunatumia kwa ajili ya kupeleka wagonjwa hospitali ya Tumbi, kwa kuwa tuna hospitali ya kituo cha afya hapa kwetu. Tulikuwa tukipata shida sana kuzunguka barabara kuu kule ya Morogoro. Lakini pia mara nyingi panapotokea foleni kubwa barabara ya Morogoro, basi barabara hii inaenda kusaidia sana kupunguza foleni hii, kwa sababu gari nyingi zitatumia barabara hii kwa ajili ya kutokea mpaka Pichandege. Ninaitwa Canon Xavier Mpambichile, kasisi kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Dar es Salaam, mtaa wa Mtakatifu Gabriel hapa Kibaha Tumbi. Tunashukuru Mungu kwa project hii ya mradi ambao unaendelea wa barabara kipande hichi kuanzia hapa kuelekea mpaka maeneo ya Tumbi hospitali. Mradi huu utatusaidia sana na utawasaidia sana wananchi kwa kurahisisha huduma mbalimbali za kijamii. Pia tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano kupitia rais wetu Dr. Samia, ambaye kwa kuweza kufanikisha mradi ambao unaanza sasa kwa kipande hichi kilichobakia. Kwa wananchi itakuwa ni rahisi sana kwa ajili ya huduma mbalimbali za kijamii, hasa huduma za kiafya, maana tuko jirani sana na hospitali hii ya Tumbi. Kwa majina naitwa Evans Rista Maengo, mkazi wa hapa Kibaha. Changamoto ya barabara ni kama hivi mnavyoiona, njia yetu hii tunateseka sana kama sisi wenye baskeli tunayepakia mizigo kama hii. Barabara hii itakapotengenezwa kwa lami itatupa urahisi wa kupita vizuri, hata ukipakia mzigo wako haikusumbui njiani. Amina mwenye mvua maarufu Kasosoma, ni mfanyabiashara wa Loliondo. Kwa kweli tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea huu mradi. Mwanzo tulikuwa tunapata tabu sana, tumehamishwa kutoka maili moja ya kuja Loliondo, tunahamishwa, lakini sasa naona sasa hivi tutakamilika kwa soko letu zuri sana. Kwa kweli tunashukuru sana serikali kwa kutuanzishia huu mradi. Ila tu soko hili likikamilika, tunataka tupewe kipaumbele sisi ambao tulikuwa humu sokoni, tulikuwa tumepata tabu zote, na ndo majicho la tatu lituangalie sisi wafanyabiashara, tuende wa kwanza tunufaike na mradi wetu. Majina naitwa Alex Leonard Idi Msimbe. Sisi kama viongozi wa soko, kwanza kabisa tumeupokea mradi huu kwa moyo wote, kwa sababu ni mradi ambao unaenda kuleta mageuzi makubwa katika mkoa wetu wa Pwani, hususan wilaya yetu ya Kibaha kwenye kata yetu hii ya Tangini. Huu ni mradi mkubwa ambao sisi kama viongozi tulikuwa tushazoea kuona kwenye majiji, kwa mfano kama Arusha, Mwanza, Dar es Salaam, lakini leo hii sisi tumeletewa mradi huu. Kwa kweli kabisa tunapenda kwanza kuipongeza serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuona sisi wanyonge na wafanyabiashara wadogo wadogo kwenye masoko kutuletea mradi huu.